Ni jioni nyingine njema. Ningependa tena kuwakaribisha wapenzi watazamaji na wasikilizaji. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Nashukuru sana kwa fursa nyingine ambayo Mungu ametujalia. Tumefika masaa haya, tumekuwa katika maanguli ya mchana. Na tushukuru Mungu ametupea chenye lishe kidogo. Na tuombe kwamba itusaidie tupe nguvu kwa ajili ya kufanya kazi yake. Masaa haya ningependa kukaribisha katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Na sasa siku ya leo masaa haya tutaenda kuangalia mada kubwa, nasema kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Na niashiria kwamba tutaangalia leo kwa undani tunaposikia Yesu anakuja mara ya pili. Ni matengenezo gani sisi kama watoto wake inafaa tuyafanye, ama ni mambo gani ambayo inafaa sisi kama Wakristo ama wasioamini tuweze kujua wakati before Yesu aweze kurudi. So siku ya leo ndugu yangu atakayewasilisha atakuwa mzungumzaji wa siku ya leo ni Bratolame Omenyi. Siku ya leo ni yeye atakuwa akihudumu katika hizo kipindi ambacho ni cha uchambuzi wa Biblia. Nami hapa ni Daniel Angeta, nitakuwa nasaidia kwa ajili ya kusoma Biblia. So kwa masaa haya ningependa kukaribisha nyote, karibu katika masaa haya tuweze kujinufaisha kwa pamoja. Tafuta Biblia yako, tafuta kalamu, tafuta kitabu na maji ya kunywa. Labda mahali utakuwa unaangalia Biblia yako ukisoma, nasi tukiwa tunasoma hii side nyingine, itakuwa ni muhimu zaidi. Nipoza tuweze kuwa kama wale ambao tunaposema maneno na wewe usije ukaangalia ni maneno tu, na wewe ukaangalia Biblia yako ukasoma. Na pia kama uko na pongezi, swali, kuna kisanduku hapo cha comment, unaweza andika your comment. Na pia nasi tutasoma na tutaweza kuangalia kama ni salamu, pia tutaweza kuwasilisha. Ni salamu, hata salamu ni muhimu sana, hata kupongeza kipindi ni salamu. So masaa haya tutaimba kidogo ndiposa tuweze kuingia katika hiyo mada kubwa, na wimbo ambao utakaoimba unaambatana na mada ya siku ya leo, mfalme yu mlangoni. So ningependa tuombe tuweze kuingia katika hicho kipindi. Tunaomba. Mfalme wetu, asante kwa kutongoza kutoka asubuhi hadi masaa haya. Wakati mwingine tutaenda kuangalia neno lako takatifu. Tuomba kwamba Roho Mtakatifu aweze kutuongoza ili tuweze kujua yale mapenzi yako. Tunapoenda kuangalia kuja kwako mara ya pili, tuomba kwamba Roho wako Mtakatifu atusaidie tuweze kujua ni lini hizi nyakati zitakuwa, na matengenezo yake Baba uweze kutuashiria, utufunulie kwetu. Kwa yule atakayetazama na yule atakayesikiza, tuomba kwamba iwe ni baraka kwake. Tusiweze kuwa jinsi tulipokuwa siku ya leo, tubadilike na tuweze kukua kiroho. Wale watu ambao labda wasaa haya pia nao wanafanya kuwasilisha ujumbe, kwamba Roho wako Mtakatifu asidi kusaidia kila mmoja wetu, kwa sababu injili yako, lengo letu kubwa ni injili yako iweze kuenea na tuweze kufahamu yaliyo mapenzi yako ya kweli kutoka ndani ya Biblia na vitabu vinginevyo. Tuomba kwamba tuongoze ndugu yangu atakayewasilisha haya maneno, mjaze na kinywa chako maneno ya kuongea ili tuweze kunufaika wote pamoja. Tuomba kwamba uwe nasi, kwa sababu tunaomba katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Ningependa tuimbe na wimbo nambari 157. Number 157 nasema mfalme yu mlangoni, all the coming king. Sauti nasema hivi: mfalme yu mlangoni, mfalme Trisim. Mfalme yu mlangoni, ndiye aliyetufia, mala wote wampendao atawakusanya. Yuaja mlangoni, anasimama anaku
anakuja, kuja kwake karibu. Dalili za kuja kwake zinazidi kutimizwa. Karibuni wateule, watamlaki Bwana. Yuaja, 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 yuaja mlangoni, anasimama, simama, anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Sitafute duniani amani wala furaha, mpaka Bwana arudi, dhambi kuondoa. Yuaja, 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 yuaja mlangoni, anasimama, simama, anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Tutakaa na Mwokozi makaoni ya milele, daima tutafurahi kuwa watu wake. Yuaja, 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 yuaja mlangoni, anasimama, simama, anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Ngojare, 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 ngoja kwaye ng'ang'e kore. Ona tite, ona tite, na tite gototo lya. Ngojare, 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 ngoja kwaye ng'ang'e kore. Ona tite, ona tite, na tite gototo lya. Nashukuru, ni wimbo mtamu ambao unaashiria kwamba Yesu yuko karibu kuja na anakuja kuchukua wateule wake. Ndio maana siku mada yetu tumekita katika kuangalia kuja kwa Yesu mara ya pili, na ni mada kubwa. Ningeomba pia chukua Biblia yako, sababu ni maneno ya Biblia na vitabu vingi tutaweza kwenda kusoma siku ya leo. So nashukuru, ningependa kukaribisha ndugu yangu tuingie katika mada ya masaa haya bila kupoteza wakati. So ningependa pia nawe ambao unatazama, andamana nasi moja kwa moja na nakala yako ya Biblia tuweze kunufaika na kufurahishwa kwa pamoja. So nashukuru sana, karibu. Nashukuru, tungeweza kuomba kisha tuanze kipindi hiki. Kwa sababu mada hii ya Mathayo mtakatifu 24 ni mada pana, ni mada nzito, but tuna imani Mwenyezi Mungu ataweza kutuongoza mpaka mwisho kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ningependa tuombe. Mfalme wetu, Muumba wetu, uliyeziumba mbingu na nchi, takapoenda kusimamisha mada hii siku ya leo, naomba Roho Mtakatifu ashuke na awe mwalimu na kiongozi katika mada hii. Mfalme, tushushe na utukufu wako uweze kuonekana kwetu. Ujumbe huu Mfalme, utupe nguvu wa kuweza kuipitisha na kuwaleta wengi katika zizi lako. Wanaotusikiliza wabariki, wanaotutazama pia nao wabariki. Sisi zote ni wana wako, tunaitanishwa na jina lako. Kwa pamoja nasi kwa ntomba tukemini kupitia kwa Yesu Kristo aliye mwana mkombozi wetu. Amen. Amen. Mada ya siku ya leo
inazungumzia kuja kwa Yesu mara ya pili katika kitabu cha Mathayo 24. Na labda imekuwa ni kusudio kubwa la wanadamu tangia mwanzo. Baada ya Adamu kuumbwa na kuanguka katika dhambi, Adamu alikuwa na imani akitumainia kuwa labda mtoto wake wa kwanza atakuwa mkombozi ama wa pili ama wa tatu. Akakaa zaidi ya miaka 930 kisha akaaga akingojea mkombozi aje katika dunia hii. Bali Kristo alikuja mara ya kwanza, akazaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi. Katika ningependa mwalimu aweze kusomea kitabu cha Mathayo 2 mstari wa 6 tujue Yesu alizaliwa wapi. Katika Bethlehemu alizaliwa 2:6 Mathayo 2:6 kitabu cha Mathayo mtakatifu. Mbumzi ya Mungu nasema hivi. Nawe Bethlehemu katika mji ya Yuda, katika majumbe ya Yuda, yu mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda. Kwa kuwa kwako atatoka mtawala, Kristo atatoka katika Bethlehemu ya Uyahudi, atakaye wachunga watu wangu Israeli. Tunashukuru Kristo atakaye tuchunga sisi watu wa Mungu ambao ni Israeli. Naam. Lakini siku ya leo tunaweza kuangalia kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ndani ya kitabu cha Mathayo 24. Nashukuru sana. Kabla tuangalie kama Yesu anarudi mara ya pili. Je, Kristo alitupa ahadi mwalimu? Unajua mtu akikwambia narudi mara ya pili ni kumaanisha mara ya kwanza ilikuwa. Kisha akakupa ahadi, nitafanya nini? Nitarudi. Yohana 14 mstari wa kwanza mpaka 3. Ndio tunaanza 14 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 3. Ni kumaanisha kama Kristo anakuja mara ya pili na anasema ninarudi, ni kumaanisha alikuwa mara ya kwanza, kisha alitoa ahadi. Na Waswahili wanasema ahadi ni deni, si ndio? Nao Biblia inasema lazima kila kitu kilichoandikwa ndani ya Biblia kije kutimia. Kama Kristo aliahidi anarudi, je, tuangalie alitupa ahadi 14:1 mpaka 3. Na Yohana mtakatifu ni 14:1 hadi 3. Biblia inasema hivi. Nasema msifadhaike mioyoni mwenu. Tusifadhaike mioyoni mwenu. Mwaminini Mungu, tumwamini Mungu na mimi. Tumwamini pia Kristo. Nyumbani mwa baba yangu, nyumbani mwa baba yake mna makao mengi. Mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Asingalituambia. Maana naenda kuandalia mahali. Anaenda kwa baba kuandaa mahali. Basi mimi nikienda, kisha Kristo akienda na kuandalia mahali, na kuandaa mahali, atarudi, nitakuja tena kuwakaribisha kwangu. Atarudi kutukaribisha kwake, ili niwepo, ili alipo, ili nilipo, ili nilipo mimi, ili Kristo alipo, nanyi mwepo, nasi tuwepo. Kweli. Kristo ametupa ahadi na anarudi. Na mimi na imani mwalimu, wanafunzi walisikia Kristo akitoa ahadi hii. Na alipotoa ahadi hii, ndipo wanafunzi katika kitabu cha sasa tunaingia katika kitabu cha Mathayo 24, tuanze fundisho. Tumeona Kristo alitoa ahadi na akasema anarudi. Sasa tuweze kuangalia wanafunzi walikuwa wanajua Kristo alitoa ahadi. Sasa wanafunzi wakawa werevu sana wakamwendea Kristo. 24 tuanzie mstari wa kwanza, tunateremka polepole. Roho akituongoza tuweze kufika 51 itakuwa ni vyema, bali ni Roho Mungu ataweza kutuongoza. Tuanzie mstari wa kwanza, 24 mstari wa kwanza. Mathayo mtakatifu 24. Yesu amesema anarudi, kisha wanafunzi wamekuwa wajanja. Sasa umesema unarudi. Kama unarudi, mtu anaporudi lazima aseme ndakuja siku fulani, wakati fulani, si ndio? Sasa wanafunzi wakutaka kumuuliza Yesu direct, tuambie unarudi lini? Wakakuwa wajanja. Kweli. 24 mstari wa kwanza. Inasema hivi. Inasema Yesu akaenda zake. Akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akamwambia. Unajua wakati mwingine mwalimu, labda ukitaka kumweza mzazi, kweli, unamchukua unamtembeza unamwambia bwana, angalia hii environment unaionaje, mambo mengi. Kisha mzazi anakuwa in that environment. Alafu labda utaweza hata kumfungulia roho, mwambie mzazi, ningependa kufanya kitu moja na fulani, utanisaidia. Sasa tunaona wanafunzi nao walimpeleka Yesu, wakaanza kumwonyesha majumba katika hekalu.
Aendelea fungu la pili. Fungu la pili Inasema na akajibu akawaambia. Yesu akajibu, baada ya Yesu kuonyesha majumbe katika ya hekalu, akajibu akawaambia, Hamuyaoni haya yote? Hamuyaoni haya yote? Amin. Amin. Nawaambieni. Sasa walipokuwa wanamuonyesha majumba haya, Kristo akafungua roho. Akaanza kuzungumza. Naam. Akasema, hamuyaoni haya yote? Halitasalia hapa jiwe kuu. Kristo akamwambia, halitasaliwa hapa jiwe kuu. Jiwe juu ya jiwe ambalo alijapomoshwa. Yaani baada ya Kristo kuzungumza maneno haya, nina imani maneno haya yaliwachoma sana mioyo ya wanafunzi. Naam. Kisha fungu la 3 linasema nini? Fungu la 3 linasema hata alipokuwa ameketi, hata Kristo alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga. Yaani kwa faraga, kwa Kiingereza inasema privately. Yes. Wakisema tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili za kuja kwako? Yaani wakaona kumbe Kristo ameweza kufungua roho, anasema kuna tukio litakuja kufanyika. Naam. Hakutakuwa na jiwe litakalosalia juu ya jiwe hili katika maeneo ya Yerusalemu. Wanafunzi wakaona hii ni unabii Kristo ametoa, kwa sababu hivi sasa tuko na Kristo, mawe yako katika yale majumbe ya Yerusalemu. Lakini wakaona huu ni unabii, na wakaona ni kama hii unabii utatendeka wakati Kristo atakuwa duniani. Kisha wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuja kutukia lini na ipi? Wakaongezea na ipi mwisho wa dunia? Twende 20 twende 4. Inasema Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kristo sasa akaanza kufungua, acha atumie lugha ile lugha inaweza kuelewa katika lugha ya mitaani, ama lugha tu yenye watu wanaelewa kwa usahihi. Kristo akafungua roho, akaanza kuwazungumzia na akaanza kuwadidhia, angalieni mtu asifanye nini? Msidanganywe. Kwa sababu Kristo alijua hao ni wanafunzi, ni watu wa dunia hii. Kristo alisema yeye ni wa juu, sisi ni wa chini. Kwa hiyo anajua watu walioko katika dunia hii wanaweza kudanganyika. Endelea. 5 inasema hivi. 5 inasema, kwa sababu wengi watakuja katika jina la Kristo, kwa jina langu, wakisema mimi ni Kristo. Wengi watasema wao ni Kristo, nao watadanganya wengi. Mwalimu, katika dunia hii kweli, na imani umezaliwa na uko na zaidi ya miaka 18 kweli, na umeona mengi. Labda kwa ile miaka umeishi, kulingana na miaka yako utasema nimeona mengi yale Mungu amenijalia kufanya nini? Kuyaona. Mwalimu, katika dunia hii kuna watu wengi wamekuja na jina la Kristo. Kweli. Wanajiita Kristo. Na wanadanganya wengi na wanakuwa na wafuasi wengi. Kumbe Kristo ambaye ni Kristo halisi, mwana wa Mungu, aliona mambo haya. Kisha akaanza kuwaambia wanafunzi, watakuja wengi kwa jina langu na watawadanganya. Endelea. Fungu la 6. Sasa Kristo anaanza, walimuuliza Kristo, tuambie mambo haya yatatukia lini? The destruction of Jerusalem ambao Kristo alikuwa anazungumza, na ipi mwisho wa dunia? Sasa Kristo anaanza kuambia, jambo la kwanza, watatokea wengi, watakuja kwa jina langu na watawadanganya wengi. Kristo anasema atawadanganya wengi. 6 inasema hivi, 24:6. Dalili ya kwanza, makristo wa uongo watatokea. Dalili ya pili tuangalie. 6 inasema hivi. Nasema, nanyi mtasikia habari za vita. Kristo anasema mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni, msitishwe. Maana hayo hayana budi kutukia. Lakini ule mwisho bado. Yaani wanafunzi wakadhani, kumbe makristo uongo wakitokea, kutakapokuwa na vita na matetesi ya vita, ndio mwisho wa dunia. Unajua Kristo ni Mungu, aliona mioyo ya wanafunzi. Ndio posa akawaambia, mkiona hayo, ile mwisho bado. Msione mwisho wa dunia. Haya, fungu la 7. 7 inasema hivi, kwa maana taifa litaondoka. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Taifa litatoka kupigana na taifa. Kutakuwa na njaa. Mwalimu, ukiangalia katika dunia hii tunayoishi sasa, kuna mataifa yanaenda kupigana na mataifa mengine. Kweli, kama Syria na UN. Kuna wakati nilikuwa naangalia katika CNN, kulikuwa na ubishano baina ya Marekani na
Korea Kusini. Yule anamwambia ukileta vurugu tutapigana au tutapigana. No. Yaani kulikuwa na those rumors of war. Na kuna taifa na taifa zinaamka zinaenda kupigana kwa ajili ya jambo fulani. Kuna wakati kulikuwa na vita kule Palestine, kule Israeli walikuwa wanapigana na Gaza. Yaani kumekuwa tuna vita baina ya taifa na taifa. Endelea. Naam. Aha. Kutakuwa na njaa. Kutakuwa na njaa katika dunia, njaa inaonekana. Na matetemeko ya nchi. Na matetemeko ya nchi mahali. Mwalimu, rudia 7 vizuri, kuna jambo pale tujalipata. Nasema hivi, kwa maana taifa litaondoka. Yaani Kristo anazidi kuambia taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Falme kupigana na falme. Kutakuwa na njaa. Na matetemeko ya nchi mahali. Hayo yote kuna kitu nimekosea. Pestilence. Sawa. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Yaani Kristo aliwaambia mtakapoona mambo haya, akazungumzia kwanza manabii wa Makristo wa uongo watatokea, kutakuwa na vita na matetesi ya vita, taifa itaamka kupigana na taifa, falme na falme, kutakuwa na njaa, kutakuwa na mapigo, plagues. Alafu kutakuwa na matetemeko ya ardhi. Kristo anawaambia na hayo yote ni mwanzo wa utungu. Naam. Inasemekana wakati mwanamke anaenda kujifungua kuna kitu inaitwa labor pain. Yes. Inapoanza ndio maana Kristo anasema yani itakuwa tu just mwanzo ya utungu. Yani mwanzo ya machungu katika hawa nabii. Endelea 9 anasema nini? 9 inasema hivi. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Kristo anawaambia watawasaliti nyinyi muweze kupata dhiki. Nao watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote. Kwa ajili ya jina langu. Kwa ajili ya jina la Kristo. Ndipo wengi watakapojikwaa. Nao watasalitiana na kuchukiana. Mwalimu, nashukuru. Baada ya Kristo kumalizia katika fungu la 8 akisema hayo ndio mwanzo ya utungu. Kisha kwenda fungu la 9, Kristo anaanza kuhadithia mambo yatakayotokea baada yake kupaa mbinguni. Nataka mpenzi mtazamaji unayesikiliza tuweze kupata pointi hii. Kristo amewaambia mambo yatakayotokea wakati wa mwisho. Sasa Kristo katika fungu la 9 anaanza kusema mambo yatakayotokea baada yake kupaa mbinguni. Tumeambiwa 9 inasema nini mwalimu? 9 inasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Kristo anasema wakati huo watawasaliti nyinyi muweze kupata dhiki. Watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote. Mataifa watawachukia kwa ajili ya jina langu. Hatutachukiwa kwa jambo lingine, kwa ajili ya jina la Kristo. Fungu la 10. Fungu la 10 nasema ndipo wengi watakapojikwaa na watasalitiana na kuchukiana na manabii wengi wa uongo watatokea. Nashukuru. Tunaambiwa Kristo anasema itafikia muda baada ya Kristo kupaa mbinguni. Hii ni kisa anazungumzia wanafunzi wake na wahadithia. Na anajua wanafunzi wanapopata hadithi hii wanajawa na uoga ya mambo. Kristo anasema jambo la kwanza litatokea baada ya kupaa mbinguni, kutakuwa na what called persecution. Na persecution hii tunaiona wakati Stefano anapigwa mawe. Paulo akiwa shahidi. Mbabe pale Paulo alikuwa anafanya kazi kuu kuitetea imani. Alikuwa anatetea imani ya Mafarisayo. Lakini hakuwa anajua anakuwa anafanya makosa. Tunaambiwa persecution ilifungua mwaka wa 34 AD. Stefano aliweza kupigwa mawe. Na Stefano anaomba akisema Mungu wasamehe. Ikafuata Stefano akapigwa mawe. James, son of Zebedee, and the brother to John was beheaded by Herod. Finally James, while remaining apostle in constant dangers from others. Yani tunaambiwa baada ya persecution kuja mwaka 34 AD wanafunzi walitoroka Yerusalemu. Kwa sababu ingejulikana mimi ni mwanafunzi, nataja jina la Kristo, marafiki wenzangu wananisaliti, kisha nakuja na uwawa. Yani Kristo ametoa picha akisema nyakati za mwisho zimekaribia, na kipindi hiki ambacho tunaona watu wanazidi kuwasaliti wengine kitakuja kujirudia. Fungu la 11 inasema nini? 11 Mathayo mtakatifu. Inasema hivi.
na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Mwalimu, katika dunia hii tunayoishi, manabii wengi wametokea. Kweli. Tupatie mfano wa nabii mmoja ama wawili watatu ambao unajua ni wa uongo na mwadanganya wengi hata walioko wateule. Naam, nashukuru mwalimu wangu. Mwalimu wa kwanza ambaye labda Sauli yeye anasema anasayali na kuna funguo za mbinguni ni mwalimu anaitwa Daniel Awol ambaye juzi amesema mambo mengi. Amesema date 14 alikuwa amesema hapo mwanzo mwezi wa 4 ilikuwa mwisho wa dunia. Ni mwisho wa dunia. Mwisho wa watu wengi waliongojea dunia iweze kuisha ili tuweze kwenda mbinguni kwa Baba yetu. Ndio. Lakini ilithibitisha ya kwamba ni wazi, ilidhihirisha ya kwamba hakuna mtu ambaye anajua dunia inaisha lini. Ndio. Hata binadamu ambaye anaishi Saul ajui kwamba dunia inaisha lini. Ndio. Mwalimu huyo sasa ndio amekufuru zaidi kwa sababu maneno yake akona wafuasi wengi na pia na tunaposema makufuru ni kunena kinyume na mapenzi ya Mungu na aliye juu. Yaani ni kama anamnyang'anya mamlaka Mungu na anajidhihirisha kwake. Yaani anajifananisha kuwa yeye ni Mungu. Kweli. Nashukuru. Na anamshusha Kristo kuwa chini zaidi. Mtu anapojifananisha na Mungu ni kumaanisha walioko chini ya Mungu katika mamlaka wao ni bure. Wao ni bure. So nashukuru mwalimu. Huyo ni mfano wa kwanza. Mfano mwingine, manabii ni wengi. Ndio. Kuna wengine unasikia wanasema kwamba tuma sadaka, fanya hili, nimekuombea nini. Unajaribu kuangalia wengi tuseme mfano ni wengi. Hatuwezi tukataja majina yao tumalize yote. Lakini manabii wa uongo wanajulikana. Nashukuru. Manabii ni wengi, tunapoangalia katika runinga, wanawadanganya wengi na kuwatapeli wengi. Kristo ametuambia tujichunge na wao. Mwalimu, ungependa usome kitabu cha Petro wa pili, Petro wa pili 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3 tuweze kuangalia jambo kidogo kuhusiana na hao manabii wa uongo. Kristo amezidi akizungumzia, anazidi kutupatia taswira ya picha ya mambo yatakayotukia. Petro wa pili 2:1 mpaka 3. Petro wa pili 2:1 mpaka mstari wa 3. 2:1 inasema hivi. Lakini kuliondokea manabii wa uongo. Petro anasema kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu. Yaani Petro anashuhudia nyakati zao kulikuwa pia na manabii wa uongo. Mwalimu, unajua labda mtu atasema Kristo alipokuwa anazungumzia wakati wa kina Kristo kuwa na manabii wa uongo. Petro huyu mwandishi wa Biblia ndio yule Petro ambaye alimfuata Yesu. Ambaye Yesu alimwambia chunga kondoo wangu. Anasema lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu. Endelea. Inasema kwamba lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu kutafokuwako walimu wa uongo. Ndio huyo anashuhudia akisema jinsi manabii wa uongo waliondokea nyakati zile na walimu pia sasa kutaondokea walimu wa uongo. watakao uingiza kwa uelefu, ususi na kupoteza. Mwalimu, nashukuru. Petro ameconfirm pia nyakati zao kulikuwa na manabii wa uongo. Na anaendelea kutushuhudia kuwa kutakuja kutokea pia nani? Manabii wa uongo. Ningependa usomee sasa 24:12 kitabu cha Mathayo, tuteremke na hiyo andiko polepole. 22:12. Nakala inasema hivi. Inasema na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Kristo anazungumzia upendo wa wengi utapoa. Lakini wenye kuvumilia hata mwisho. Kristo anatuambia wenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Ndiyo atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme. Kristo sasa wale wanafunzi wakamwambia, wakawa wajanja, wakatulia sikia Kristo atawaambia, je, kuna ishara ya mwisho? Unajua unapoambiwa ishara ya kwanza mwalimu, ni kumaanisha kuna ya mwisho. Kweli. Hata katika darasa kunakuwa na yule mwanafunzi aliyeboresha wa zaidi wa kwanza, pia na kuna ule wa mwisho. Sasa hapo wanafunzi walimngoja tu akimsikiliza Kristo akiwapatia hadithi hizi mpaka mwisho, na tunaona Kristo akizidi kuwapatia habari hizo, na 14 anawapatia
dalili ya mwisho anasema nini? 14 nasema hivi. Tena habari njema ya ufalme. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Habari hii njema ya ufalme ambayo tunaweza kuhubiri lazima ihubiriwe katika dunia mzima, kwa ushuhuda wa mataifa yote, ili iweze kuwa ni ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. 15 nasema hivi. Nashukuru Kristo anatuambia dalili ya mwisho ni wakati tunaona habari hii ya ufalme imeweza kuhubiriwa katika ulimwengu mzima, ili mwisho wa dunia iweze kuja. Endelea. 15 nasema hivi, basi hapo mtakapoliana kuchukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Baada ya Kristo kumaliza kuwapatia ishara na dalili za kurudi kwake mara ya pili, Kristo anaanzia sasa the destruction. Katika fungu la pili alisema, majengo haya mnayoyaona hivi, hakuna jiwe litasimama juu ya moja ama jingine. Kweli. Tunapoingia katika fungu la 16 tutaisoma mpaka 20. Kuna jambo Kristo anazungumzia na ni jambo nzito, the destruction of Jerusalem. Natakapoangalia ndani zaidi, tukio hili liliweza kuitikisa dunia na watu hawakuweza kuamini kuwa Yerusalemu ingeweza kuanguka jinsi ilivyoanguka, lakini Kristo alikuwa ameshatoa onyo na tayari kwa wanafunzi na wale wanaosikiliza neno lake. 16 nasema nini mwalimu? 16 kitabu cha Mathayo mtakatifu 24:16. Nasema hivi. Inasema ndipo walio katika Uyahudi. Kristo anazungumza ndipo walio katika Uyahudi na wakikimbie milimani. Naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake. Wala aliye shambani asirudi nyuma. Wala aliye shambani asiweze kurudi nyuma. Kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni. Tunaambiwa tuzidi kuomba. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi, wala siku ya Sabato. Kwa kuwa mwalimu, ningependa fungu hilo uende tuweze kuangalia katika kitabu cha Luka mtakatifu fungu la 21 kuanzia 20 mpaka 23. Kristo alizungumzia mambo haya kwa njia mbili. 21:20 mpaka 23. 21:20 hadi 23 Luka mtakatifu. Inasema hivi, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi. Unajua pale Kristo alikuwa anazungumzia katika context ya Mathayo, alikuwa anasema Jerusalem will be distracted. Kweli. Lakini akuambia ni tukio gani litakaloonyesha kuwa inakaribia kuanguka. Sasa anapoja katika kitabu cha Luka, Kristo anazungumza, anasema pale inasema kwamba ndipo walio katika Uyahudi na wakikimbia milimani na walio katika 21:20. Nasema lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Yaani Kristo aliwapatia kawaambia, mkiona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, muweze kujua ya kuwa uharibifu wake umekaribia. Mwalimu, tukirudi hapo Mathayo, nataka niweze kutoa kisa kidogo ambacho kilichoifanyikia Yerusalemu. Unaposoma katika kitabu ya Great Controversy, chapter ya kwanza inazungumzia the destruction of Jerusalem. Inasemekana mwaka wa 66 AD kulikuwa na general alikuwa anaitwa Citrus. Alikuja akauzunguka ule mji na alikuwa wanahistoria wanasema alikuwa na 12 legion. Alipozunguka ule mji, alikaa tu ghafla bilvu, akatoka tu akaenda. Kristo alisema mkiona wanajeshi wamezunguka, mjue inakaribia kuwa distracted.
na alipokuwa amezunguka bila reason yoyote, alitoka tu akaenda. Ilikuwa wakati wa Pasaka, na inasemekana katika Jerusalem wakati wa Pasaka mamilioni na mamilioni ya watu walikuwa wanakuja kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Alitoka akaenda, wale Wayahudi wakakusanya, wakatafuta jeshi, wakawafuata wale Warumi, wakafanya vita na wao, na wakarudi wakishangilia wameshinda. Kumbe wao kuweza kuwa wanajua kuwa walikuwa wameongeza uasi juu ya uasi. Baada ya miaka 4 Kristo alisema, mtakapoyaona haya, mmezungukwa na wanajeshi kisha wametoweka, jua inakaribia kuharibika Jerusalem. Na walipoona wamezungukwa na wanajeshi, wengine walikaidi, wale walikuwa wamesoma mita ambazo Kristo alikuwa ashaziweka, walitoroka Yerusalemu na wakaenda mbali. Lakini tunaambiwa baada ilipotimia mwaka 70 AD, kuna general alikuwa anaitwa General Titus. Alikuja na wanajeshi wakauzunguka Yerusalemu. Sasa ahadi ya Kristo ambayo alikuwa ametoa utabiri wake wa destruction ya Jerusalem, inasemekana in 70 AD General Titus came and surrounded Jerusalem. Waliokuwa ndani, ukitoka nje walikuwa wanasulubiwa, waliokuwa nje wakijaribu kuingia ndani walikuwa wanasulubiwa. Kukawa na njaa. Dada White anazungumza, anasema kulikuwa na njaa. Kuna ile fungu katika Biblia inasema, je, mama anaweza sahau mtoto wake aliyemzaa? Dada White anazungumzia, anasema aya hiyo ilikuja kutimia hakika ndani ya Yerusalemu wakati wa destruction ya Jerusalem. Waliweza kuwasahau watoto, vijana barubaru walikuwa wananyang'anya chakula wale wazee wa Kongo ambao hawezi kujisaidia. Inasemekana weeds zile zilikuwa zimemea huko nje ya majumba ya Yerusalemu, zilikuwa chakula. Wayahudi waliokuwa ndani, chakula kikaisha, wakaanza kukufa. Walianza kujaribu kupigana na General Titus na wanajeshi wake. Ilifika wakati ilibidi jeshi ile ya Kirumi ikiongozwa na General Titus kuweza kuingia ndani ya Yerusalemu. Watakatifu wa Yerusalemu, ilikuwa ni wakati wa Tabernacle, yani Pasaka. Walikuwa wamekusanyika kuja kusherehekea Pasaka, mamilioni na mamilioni. Dada White anazungumzia waliuawa. Dada White anarekoda, anasema the destruction of Jerusalem, damu ilitiririka kama mto kutoka Yerusalemu ikienda nje. Watu walisulubishwa, hata ungeweza kupita katikati ya misalaba hiyo. Walizidi General Titus alijaribu kuprotect the temple of Jerusalem. Inasemekana pia wale askari wao walikataa kuchukua orders za yule kiongozi wao. Walizidi kufanya maharibifu. Ilikuwa ni kisa cha ajabu sana ambacho hakuna mtu yeyote aliweza kubakia. Yesu alisema hakuna jiwe litaweza kubaki juu ya jiwe. Dawaita akisimulia kisa hiki, watu wengi waliweza kuuawa, wengi waliweza kupoteza maisha, lakini Kristo alikuwa ameshatoa onyo. Ndugu na dada mpendwa, onyo ambazo Kristo anazitoa katika Biblia akiashiria kurudi kwake mara ya pili, anamaanisha ni kwa uzuri wetu, lakini sisi wenyewe tumekaidi kukubali zile onyo. Dada White anaposimulia kisa hiki ni cha ajabu sana. Mamilioni na mamilioni ya watu waliweza kukufa. Hekalu la Yerusalemu liliteketezwa moto, na Yerusalemu ilisalia mahame. Hakukuwa na wakazi. Wale waliweza kupata zile ishara na kutoroka wakati waliona wamezungukwa na wanajeshi mara ya kwanza. Waliweza kukaa, waliweza kuponea. Siku ya leo Kristo anapotoa onyo kurudi kwake mara ya pili, anamaanisha tuweze kujiweka tayari kwa kurudi kwake mara ya pili. Tukio hili liliweza kufanyika mwaka wa 70 AD. Kristo anazidi akisema katika 21 mpaka 22. Mwalimu nisome. 21. Inasema hivi. Inasema kwa kuwa wakati huo kutakuwako dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo. Sasa Kristo baada ya kutokea tukio hili la the destruction of Jerusalem, Kristo anasema kutakuja kuwa na dhiki kuu. Yaani kutakuja kuwa na kipindi cha giza. Endelea mpaka 22. Inasema kwamba kwa kuwa wakati huo kutakuwako dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu. Kristo anazungumzia tangu mwanzo wa ulimwengu mpaka sasa. Wakati alipokuwa anazungumzia hakujawahi tokea dhiki hiyo, lakini Kristo anajaribu kuangalia hii tunaita the dark ages period, ambayo inasemekana ilikuwa kuanzia mwaka wa
1538 mpaka mwaka 1798, 1260 days ambazo zile zimezungumziwa katika kitabu cha Danieli. Inasemekana kutakuwa na dhiki kubwa ambayo serikali ya Kirumi iliweza kutupilia mbali Biblia. Dada White anaizungumzia katika kitabu ya The Great Controversy, anazungumzia, anasema giza hii ilikuja katika dunia na Biblia zilichukuliwa zote zikaweza kuchomwa. Zingine aliyekuwa amepewa authentic ama alikuwa amepatiwa ruhusa ya kuwa na Biblia ilikuwa ni padri. Na walipoona wamejaribu wamepambana na mambo haya na wakukaribia kushinda, wakaanza kuleta imani potovu. Na siku ya leo tutaenda kuangalia imani potovu ambazo wakati hii kipindi hiki cha giza ambazo Kristo alikuwa anazungumzia dini hii ya Kikatoliki iliweza kuleta. Tutaenda kuangalia baadhi ya imani potovu ziliweza kuletwa. Dada White anazungumzia katika kitabu cha Great Controversy kuanzia ukurasa wa 56 mpaka 61. Utakapoweza kusoma utaweza kupata mambo ambayo waliweza kuleta. Lakini sisi tutaweza kuangalia tu kwa ujuju tu kidogo, tuweze kusoma na kuelewa. Watu hawa walileta kipindi cha giza, wakatupilia mbali waumini wa Kristo. Na tunaambiwa kuna kikundi kilikuwa kinaitwa The Waldes. Unaposoma historia, hawa watu kwa sababu walikuwa wametoroka milimani, walikuwa wamekaa mapangoni huko wamejificha. Kazi kuu ilikuwa ni kusoma Biblia. Dada White anasema kuna watu walikuwa wamekariri Biblia kwa kichwa. Unapata Agano la Kale mtu akonao kwa kichwa. Agano Jipya mtu ameliweka kwa kichwa, amelihifadhi. Ndio ilikuwa ni masomo yao. Kwa sababu kipindi hicho kinaitwa kipindi cha giza, serikali ya Kirumi chini ya utawala wa Constantine waliweza kuleta mafundisho potovu na waliweza kuleta na kufinyilia Biblia ili watu wasiweze kupata ukweli. Dada White anazungumzia, anatuambia kuna fundisho moja, kuna mafundisho kadha enda kuziangalia hapo aliweza kuleta. Kuna fundisho la kwanza, the darkness seemed to grow denser, image worship became more general, candles were being burnt for images and prayers were being offered, the most absent and the sequence custom prevailed. Yani Dada White anasema wakati serikali ya Kirumi chini ya kanisa la Kirumi iliweza kuleta kipindi cha giza, walipoleta giza katika dunia na kuban Biblia, waliweza kuleta mafundisho potovu. Tunaambiwa fundisho la kwanza ilikuwa image worship, na kando ilikuwa unapata image imechongwa kisha inawashiwa mzumaa. Ndio kwa maana serikali hii ya Kirumi ambayo ni the Catholic tunaenda kuizungumzia hapa siku ya leo katika kitabu hiki kinaitwa Catechism ya maswali na majibu inayotokana na Catechism ya kanisa Katoliki. Hii imeandikwa na Cardinal Lutunga mwaka wa 1995. Tunaambiwa the image worship was brought. Mwalimu, ningependa uweze kunisomea sheria ya pili katika Biblia. Na mimi niweza kusoma katika kitabu hii tuone kama zinawiana. Kwa sababu walijua kama tumeleta fundisho hili la kuabudu sanamu, lazima tufanyie jambo sheria za Mungu. Kwa sababu anasema huyu mwana ukengeufu, anasema nitazibadilisha majira na sheria. Mwalimu, ningependa wewe uweze kusoma amri ya pili katika Biblia takatifu, na kama wewe Mkatoliki popote ulipo ama muumini wa Katoliki, aweza kufungua Biblia yako tuangalie ndani ya Biblia inasema nini na kitabu hiki unachokitumia katika kanisa lenu linasema nini. Mwalimu, somee amri ya pili. Kutoka 20 kuanzia hizo 3. Usiwe na Mungu mwingine. Usijifanyie hapa 4. Okay. 20 fungu la 4, wacha aweze kusoma. Ni kutoka 20 mstari wake ni wa 4. Nasema hivi, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mwalimu, amri ya pili inasema usifanye nini? Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Mwalimu, nashukuru. Kwanza tungeanza amri ya kwanza. Unajua labda tuanze amri ya kwanza waseme labda watu wameruka. Amri ya kwanza inasema nini? Amri ya kwanza inasema kwamba ni 3:23. Nasema kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Yaani Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza katika Catechism ya majibu na maswali ukurasa wa 128 uweze kuandika chini amri ya kwanza. Hii kitabu inasema hivi, utamwabudu Mungu na kumtumikia yeye pekee.
Hapa inasema usiwe na nani? Usiwe na miungu mingine. Lakini hapa nasema utamwabudu Mungu. Utamwabudu Mungu. Hizo ni vitu mbili tofauti mwalimu. Mwalimu, na unajua usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Hiyo ni kumaanisha kuna Mungu ambaye anapaswa kuabudiwa. Tusiwe na Mungu mwingine. Lakini hapa inasema utamwabudu Mungu na kumtumikia yeye pekee. Mwalimu, hizi ni vitu mbili tofauti. Ni vitu mbili tofauti. Kwa sababu kama utamwabudu Mungu, pia naweza fanya simu yangu kuwa Mungu, kisha ni muabudu na kumtumikia yeye pekee. Kweli. Si ndio? Haya, wamepingamana na sheria ya kwanza. Wamefanyia modification. Twende sheria ya pili. Sheria ya pili ilikuwa inasema kwamba usifanyie sanamu ya kuchongwa wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Nashukuru. Sheria ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchongwa. Lakini dada White anatuambia walianza kuleta ibada ya sanamu kanisani na kuzichomea macandles. Na hapa sheria ya pili inasema usilitaje bure jina la Mungu. Mwalimu, ni wewe umesoma vibaya ama mimi nimesoma vibaya? Labda ni wewe umesoma vibaya. Inasema labda msomaji ama msikilizaji anayetufuatilia katika ukurasa wa 131 katika kitabu cha Catechism ya maswali na majibu inayotokana na Catechism ya Kanisa Katoliki iliyochapishwa na Spectres Publishers Kenya mwaka wa kupigwa chapa ya English mwaka wa chapa ni 2010 22. Ndio hiyo tunaambiwa. Amri ya pili inasema hivi, usilitaje bure jina la Mungu. Mwalimu, labda ni vile sijavalia miwani vizuri, kwa sababu kuna miwani, labda uweze kuwasomea wasikilizaji waone. Amri ya pili katika kitabu cha Catechism. Maswali na majibu. Inasema hivi, usilitaje bure jina la Mungu. Mwalimu, ni kumaanisha kama hii ndio amri ya pili ndani ya Catechism, ni kumaanisha basi labda Biblia inakili vizuri. Labda walifanya kulikuwa na typing error hapa hivi. Labda nilikuwa, lakini yes ikakuwa typing error from first commandment to second commandment. Haya, mwalimu, tuangalie sheria ya tatu inasema nini kwa Biblia hapo? Ni 5. Inasema kwamba usivijisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatilisha wana maofu na baba zao. 7 inasema hivi, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hatia. Mwalimu, amri ya tatu inasema usifanye nini? Usilitaje jina bure. Kwa hii kitabu amri ya pili ilikuwa inasema nini? Amri ya pili inasema usilitaje bure jina la Mungu. So ni kumaanisha kwa sababu walileta ibada ya sanamu katika kanisa lao, waling'oa amri ya pili, wakaileta ya tatu, wakaileta ya pili. Wakang'oa amri ya pili, wakaleta amri ya tatu kuwa amri ya pili. Kwa sababu amri ya tatu hapa inasema iweke kitakatifu siku ya Mungu. Mwalimu, mimi sijui kama kuna aya ndani ya Biblia inasema siku ya Mungu. Hii ni amri ya tatu, lakini amri ya tatu ndani ya Biblia inasema usilitaje jina la Bwana bure. Kweli. Amri ya nne hapo inasema nini kuhusiana na Sabato? Amri ya nne ni 28. Kutoka 28 nasema ikumbuke siku ya Sabato uitakaze. Imesema ikumbuke siku ya Sabato uitakaze. Naam. Lakini amri ya nne hapa ambayo ndio amri ya tano ndani ya Biblia, amri hii inasema waheshimu baba na mama yako. Lakini amri ya tatu nasema iweke kitakatifu siku ya Mungu. Na Biblia inasema ikumbuke. Haijasema iweke, imesema ikumbuke siku ya Sabato kisha uitakase. Naam, nashukuru mwalimu. Kijaribu kutafuta. Mwalimu, sijui hebu jaribu tu kwa kifupi, jaribu kutuambia baina ya Biblia na Catechism. Na mwalimu, dini hii ya Kikatoliki iko na wafuasi zaidi ya bilioni 1 na wanaelekea sasa bilioni 2 katika dunia hii. Naam. Na wanatumia vitabu hivi kufundisha waumini wao. Mwalimu, jaribu kutoa tu changizo ndogo tutoke katika sehemu hiyo tuendelee mbele kuhusiana na Biblia na amri hizi ambazo hawa watu wameleta. Nashukuru sana mwalimu. Nikijaribu kuangalia maneno haya
kulingana na Biblia na kitabu chenyewe jinsi imeandikwa. Kumbuka tumeambia kwamba asubuhi tulisoma lesoni. Ilikuwa inasema kwamba there were little horn. Na pia hii little horn ilikuwa ni kuangamiza watakatifu wa Mungu. Kwa hivyo tunaona mwalimu, ile fundisho la asubuhi linawiana na fundisho la sahihi. Ni kumaanisha this little horn ilileta giza na kuwakandamiza waumini wa Mungu. Kweli. Ndio maana tunajaribu kuangalia kwamba that little horn ilikuwa na nguvu, na tuliambia kwamba mpango wake kuu ni kuangamiza kizazi cha wana wa Mungu. Ndio. Ya kwamba ni kupotoza watu kutoka njia ya kweli kwenda njia ya mtu ambaye amejifanyia. Kumbuka ya kwamba tunapoangalia tuliangalia falme 4 ambazo zilikuwa. Na hizi falme zilikuwa na mambo yake. Ndio. Tunaambia falme ya Greece ndio iliweza kuleta mambo ya kuangalia kwamba sayari za dunia, mambo walileta filosofia katika dunia ambazo ni zao hazikuwa ndani ya Biblia. Ndio. So ndio tunaenda kuangalia ilifika Greece, wakati ilifika Greece ikapata njia imefunguka ya kuweza kila mtu kutapili chenye anaweza kufanya nini akakifanya. Ndio. Ndio tukifika Rome, kwa sababu the little horn ilikuwa na nguvu ya kuweza kubadilisha mambo. Ndio tunajaribu kuangalia. Kwanza Biblia inasema atazibadilisha sheria na majira. Sheria tumeona amebadilisha. Sheria ndio hiyo. Kisha majira alibadilisha. Kweli. Mwalimu, mimi sijui kwa hizi saa tunazotumia sasa, kama saa hii saa yangu inasema 16:37. Kama anaweza tumia 12 hour clock system itasema 4. Tutasema 4. Lakini kwa Kiswahili ama kwa ile lugha ambayo inajulikana, saa 10 kwa Kizungu ni 10. So amebadilisha sheria na majira. Na tunaambiwa kwa kubadilisha majira haya alitoa amri ya pili, akaileta kuwa ya tatu, kisha amri ya 4 akaifanyia modification. Mwalimu, ukifanya 2 ukiongeza 4 za kuja ngapi? Za kuja 6. Alafu 7 hiyo anasema ni 7. Ukiminus 1 inakuja ngapi? 6. Yaani alichukua ndani ya sheria 10 za Mungu akaunda formula yake ya kubadilisha majira. Ni kweli. Anashukuru kwa sababu ukijaribu kuangalia kuna sheria hapo inasema kwamba kiweke kitakatifu. Imesema kiweke kitakatifu siku ya Mungu. Siku ya Mungu. Lakini Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Na nashukuru mwalimu, kuna wakati labda kama kanisa tunanunua chombo kinaweza kuombewa. Tunasema hiki ni kitakatifu, kitakuwa kinafanya nini? Kazi ya Mungu. Ni kumaanisha kwamba hii siku ambayo wanasema kifanye kitakatifu, nisomee hiyo sheria ambayo ilikuwa ni ya 3. Sheria ya 3 inasema iweke kitakatifu siku ya Mungu. Ya kwamba siku ya Mungu labda anajua haijatajwa hapo. Ya kwamba ni amri ya 3 wao wameweka, na kwa kusema kwamba kiweke kitakatifu siku ya Mungu. Ambayo inaashiria kwamba kuna kitu chochote tunaweza dedicate, they can be holy to do the work of God. And also tunaweza sema kwamba wanaposema kiweke kitakatifu, na Biblia inasema kwamba iweke siku ya Sabato kwa nini? Siku takatifu tuweze kufanya nini? Kuitakaza. Ni ya kuashiria kwamba nilikuwa nazungumzia kwamba kusema kwamba that little horn malengo yake ilikuwa ni kuangamiza falme zingine na kuleta mafundisho ya uongo. Na ukijaribu kuangalia the Church of Catholic, ukijaribu kuangalia watu wengi they believe on their father much because ukiangalia kama ni Biblia anasoma lazima anasoma kama ni St. Luke peke yake. Ya kwamba haya mafungu mengine haya ambayo tunasoma kutoka hapa nyuma si rahisi sana upate labda wanaweza kufanya yaani wao wanasema, mwalimu, kiangalia sheria ya pili ya 3 hiyo wamesema iweke kitakatifu. Mwandishi katika Catechism hii anasema katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa na kuwa siku ya Jumapili. Mwalimu, sijui aliyebadilisha, lakini Biblia imetuambia ni mwana ukengeufu. Ndio aliweza kubadilisha siku na majira. Alafu kiendelea ikisema ilibadilishwa na kuwa siku ya Jumapili. Mimi sijui ni lini Mungu alisema nimebadilisha siku yangu. Siku ya kwanza ya juma, yani Jumapili ni siku ya kwanza ya juma, kwa sababu Yesu alifufuka kutoka kwa wafu siku hiyo ya Jumapili. Yaani hayo ni mafundisho ambayo wao wameona sasa imekuwa sawa kwa ibada waliojitungia. Nashukuru mwalimu, najua natumaini ya kwamba kama kuna yule mtazamaji amekuwa akifuatilia
Sabato iliyopita tulikuwa tunaangalia hasa siku ya saba ni gani. Tuliweza kuona siku ya saba tulipata vizuri sana, ilikuwa ni Jumamosi. Na mwalimu, niliona uliacha kama umeweka present. Tulikuwa tumesema hapo, tulikuwa tumeidiana ya kwamba yule ambaye atakayeleta ndani ya maandiko matakatifu. Maandiko inasema kwamba siku takatifu ya Mungu ni siku ya Jumapili ama Ijumaa ama siku yoyote ile aweze kutuambia. Nasi tulikuwa na zawadi, ila bado zawadi yetu tumeiweka kwa sababu hatujaona mtu ambaye amesema akajibu hiyo swali. Nashukuru. Ni kweli ya kwamba hakuna siku nyingine ambayo ni ya saba, lakini siku ya saba ni Sabato. Haya, tukiendelea na fundisho, hawa watu baada ya kuleta giza katika dunia, the Roman Catholic, baada ya kuleta giza katika dunia, kuna fundisho alianza kufundisha, the adoration of Virgin Mary. Adoration yani ni kama ni kumuinua Mariamu. Kweli. Hii adoration ya Virgin Mary, mwalimu, ningependa tuweze kuiangalia katika catechism yao. Nitasoma kisha tutakuwa tunasomea mafungu fulani. The adoration wakaleta mafundisho haya, wakaleta ombi hili. Inasema, Salama Maria, umejaa neema. Tutaangalie ni nani amejaa neema. Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tutaangalia kama Mungu ana mama. Utuombee sisi wakosefu, sasa na hata sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Mwalimu, ningependa tuweze kuangalia Salamu Maria, umejaa neema. Ni nani aliyejaa neema? Yohana 1:14. Yaani wamemuinua Mariamu, wamemdhalilisha Kristo. Kweli. Na ndio kwa maana tunasema kanisa hili linaitwa la mpinga Kristo. Kama unampinga mtu lazima umdhalilishe. Naam. Na wakaanza kuleta ombi hili, Salamu Maria, umejaa neema, kwa minajili ya kumdhalilisha Kristo. Yohana 1:14. Ni nani amejaa neema ndani ya Biblia? Injili ya Yohana. Injili ya Yohana Mtakatifu 1:14 inasema hivi. Naye neno alifanyika mwili. Yaani Kristo alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema ya kweli. Mwalimu, nani amejaa neema? Ni Kristo mwenyewe. Biblia imesema ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Lakini Wakatoliki wanasema ni Mariamu. Ni Mariamu amejaa. Haya ni mafundisho ya kupotosha. Na ndio kwa maana tunaleta vipindi hivi kuweza kuelimisha umma, waweze kufahamu kuwa aliyejaa neema ni Kristo. Na mafundisho haya walileta wakati wa giza. Walipoleta mafundisho wakati wa giza katika kipindi cha 538 mpaka 1798, wakidhani hatutaweza kuja kuyafahamu. Lakini nashukuru Mungu aliweza kuhifadhi Biblia na tunaweza kuisoma. Mwalimu, ombi ilikuwa inaendelea ikisema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Hebu tuangalie ndani ya Biblia kuhusiana na statement hii. Wanafuata Biblia? Kubarikiwa. Luka 1:42 kuna Qur'an. Ile soft copy. Kwa Luka 1:40 1:46 42. 1:42. Ile soft copy. 1:46 inasema hivi. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu nimekufurahia Mungu Mwokozi wangu. Kwa kuwa ameutazama unyonge wangu wa mjakazi wake. Kwa maana tazama tokea sasa vizazi vyote vya muita watamuita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu.
Aha, na jina lake ni takatifu. Na jina lake ni takatifu. Na rehema zake huduma. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi. Mwalimu, hata usiendelee mbele. Biblia imesema umebarikiwa kuliko ama imesema umebarikiwa? Amebarikiwa. Amebarikiwa, si ndio? Anaitwa mbarikiwa. Mbarikiwa. Wataniita mbarikiwa. Watamuita mbarikiwa. Naam. Aya ndani ya Qur'ani inasema, jaribu kutafuta 3:42. Aya, hiyo ni Biblia imetuambia atabarikiwa, ni kumaanisha atabarikiwa katika wanawake wote ambao walio katika dunia hii. Aya, tuweze kuangalia ndani ya Qur'ani inasema vipi? Inasema hivi ndani ya Qur'an, nasema, na angalia pale malaika waliposema, ewe Mariam, kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuteua. Hii ni Qur'an ya 3:42. Amekuteua na atakutukuza kuliko wanawake wote. Hii ni tafsiri ya Al-Barwan. Tafsiri ya Al-Farsi inasema kuliko, atakubariki. So mwalimu, nikiangalia hao ndugu zetu wa Katoliki katika statement hii wanafuatana mambo ya Qur'an. So wanakubaliana na maandishi ya Mtume Muhammad, wanakataa maandishi ya Biblia, ili miladi wanajiita wa Kristo. Mwalimu, tunaendelea kuangalia somo hilo lao. Wanasema, salamu Maria, umejaa neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Je, Mungu ana mama? Waibrania 7:3. Yaani wameleta mafundisho maasi mapotovu ambao wameweza kuwapoteza watu wa dunia hii. Ni waraka wa Waibrania 7:3. Waraka kwa Waibrania. Tunaangalia, je, Mungu ana mama? 7:3 inasema kwamba hana baba, hana mama, hana baba, hana mama, hana mama, hana wazazi, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake, wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, amefananishwa na mwana wa Mungu. Huyo adumu kuhani milele. Tumeambiwa hana baba wala hana mama, lakini hawa wamesema aje? Ana nani? Ana mama. Tuendelee mbele. Utuombee sisi wakosefu. Yaani wameamua kumdhalilisha Kristo ambaye ni kuhani mkuu. Wakaamua kumuinua Mariamu. Nashukuru mwalimu. Ni nani anatuombea mwalimu? Tukijaribu kuangalia, asubuhi tulisema hapo mwanzo kulikuwa na makuhani. Ukifanya dhambi unachukua dhambi zako kwa kuhani. Ndio kuhani anaenda na wasilisha hilo ombi. Mwalimu, na sijaona kuhani mwanamke katika Biblia. Ni kweli. Sijaona kuhani. Tulisema hapo mwanzo before Yesu aweze kusaliwa kulikuwa na kuhani. Wakati wakifanya dhambi, kuhani ndiye ana-act kama ana perform the side of Yesu Kristo. Lakini Yesu aliposaliwa, hiki kizazi kaweza kuisha, kwa sababu sasa akapata ya kwamba tunamuelekeza maombi yetu anawasilisha kwa baba yake. Na tukijaribu kuangalia Mariamu, Aisa kawasilisha maombi yetu, kwa sababu Biblia inasema kwamba niombe mimi. Kwa sababu hatuwezi tukaenda kwa baba kama tutapitia kwake. Ndio maana inashiria kwamba Biblia inasema kama hatutaenda mbinguni bila kupitia kwa Mariamu. So mwalimu, ni kumaanisha nikipitia kwa Mariamu, nikiomba kupitia kwa Mariamu, maombi yangu yatasikikana. Kweli. Nikiomba kupitia kwa Mariamu, je, maombi yangu yatasikikana? Kwa yule Mkatoliki ambaye anayekuwa ni muumini wa Katoliki, anaamini ya kwamba maombi yake akiomba akipitia kwa Mariamu, Mariamu atachukulia maombi kwa baba. Lakini hakuna mahali katika Biblia ama ndani ya vitabu vya dini zingine tumeambiwa Mariamu alienda mbinguni. Kweli. Lakini tumeambiwa Bwana Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi na mkamilisho imani yetu, kweli, alipaa mbinguni na yuko mbinguni. Ni nani anatuombea sasa mwalimu? Tupatie. Yohana 1. Tukupee andiko. Waraka wa kwanza wa Yohana 1. Waraka wa Yohana 2 mstari wa kwanza. Waraka wa Yohana 1 2. Waraka wa kwanza wa Yohana 2.
2. Mstari wa kwanza. Watoto wangu wadogo, Kristo Yohana anazungumza watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba, anatuandikia haya ili ya kwamba msitende dhambi, tusitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, na tukitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yesu Kristo ndiyo mwombezi wetu kwa Baba. Mwalimu, nashukuru. Biblia imetuambia tunapaswa kuomba kupitia kwa Yesu, bali si kwa Maria. Unaona vile kuna mafundisho mapotovu ambayo imani hii iliweza kuleta wakati wa giza. Kweli. Na watu wengi, mwalimu, na walipoleta mafundisho haya wakati wa giza, watu wengi waliweza kuyafuata mafundisho haya. Kweli, lakini ndio kwa maana mpaka sasa wanasema tuombee Maria, tuombee Maria. Kuna wakati nilikuwa naangalia katika mtandao, mtu mmoja alikuwa anawaambia, nyinyi mnaomba Maria, mpasi kuomba Maria. Wanazidi wakiomba Maria mtakatifu tuombee, Maria mtakatifu tuombee, Maria mtakatifu tuombee. Na kama ingewezekana labda tungekuwa tunafanya ibada, ama kesho Wakatoliki watakuwa wanafanya ibada katika majumba yao, watasema Maria mtakatifu tuombee, umejaa neema na vitu kama hizo. Kweli. Naam. 2 inasema nashukuru mwalimu, namalizia pale. Tumeweza kuona anayepaswa kutuombea ni Kristo. Kweli. Lakini kanisa hili la Kikatoliki limeweza kuleta mafundisho potovu. Wakaleta fundisho lingine linaitwa purgatory. Mwalimu, hili ni jambo la kutisha sana. Yaani wanapoleta purgatory ni kumaanisha jambo lile ambalo Ibilisi alizungumza pale mwanzo, akasema mkula tunda hili hakika hamtakufa. Na wakileta pamoja na purgatory ni kumaanisha Ibilisi aliongea jambo la kweli. Kweli. Kwa sababu purgatory, mimi nikikufa kuna mahali naenda. Kweli. Alafu niko pale, wanasema ni kama nafanywa some purification. Kweli. Purification kidogo, alafu inafika wakati wananiombea, alafu nakuwa saint, naenda mbinguni. Kweli. Yaani wanamaanisha mtu akikufa hakufi. Kuna mahali unaenda unatulia kidogo. Wa vijana katika mitaani wanasema unauma vaku. Unatulia kidogo, kisha wanakuja wanafanya ombi. Kuna ile ombi wanafanya, wanasema umekuwa mtakatifu, umeenda mbinguni. Juzi huyu Askofu Ndigi Mwana Nzeki alikufa. Najua itafika wakati wa kuja wafanye nini? Wafanye the purgatory process yao, waseme tunamwombea kumfanya awe mtakatifu. Kweli. Lakini mwalimu, hilo ni fundisho ambalo aliweza kulileta na limekita mizizi katika imani ya Wakatoliki. Tangia siku aliweza kuileta. Dada White anazungumzia mambo haya katika kitabu cha Great Controversy, kuanzia ukurasa wa 56 mpaka 61. Anazungumzia, anasema alileta purgatory. Kanisa hili la Katoliki wakaweza kumkataa Kristo na kusema sasa kuna mambo mengi. Alafu jambo lingine la kutisha mwalimu, unaposoma vitabu hizo za Ellen G. White akizungumzia tukio hili, anasema waliweza kuchukua mahali ya Kristo. Kweli. Ati wao wanasamehea dhambi, Kristo afanye kazi ya kusamehea dhambi. Na wakasema Pope Papa wa sasa anaitwa Pope Francis. Sasa hii Pope Francis anasamehea dhambi. Kweli. Yaani walisema is Christ on earth. Yaani kuulize, Mungu ako mbinguni, anaweza shindwaje kuja duniani? Na anasema mali yote izungukayo ni yake. Wanasema Papa ndiye ameweza kuchukua nini, sehemu ya Kristo hapa duniani. So ndio anampelekea sala na rambirambi zao na vitu zao zote wanaweza kufanya. Dada wetu alikuwa anazidi akisema waliweza hata kubadilisha ile Pasaka ya kweli ya Kristo, wakaleta zao za sakramenti na nini zote. Lakini mwalimu, kwa hayo yote Kristo alipokuwa akizidi kuwazungumzia wanafunzi wake, akiwaambia kutakuja kuwa na kipindi cha giza, Biblia itaweza kukanyagiliwa mbali na kutupiliwa mbali. Kweli. Kabla ya hapo, kwa sababu Kristo anasoma mioyo ya wale wanafunzi, walizidi kuwa na wasiwasi. 24:23 inasema nini? 24:23 kitabu cha Mathayo. Mathayo. 24:23. Teremka na andiko mpaka 28. Naam. 24:23 inasema hivi. Wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yuko hapa. Yaani Kristo anasema mtu yote akiwaambia tazama Kristo yuko hapa. Yuko kule, msisadiki. Na kwa maana watatokea makristo wa uongo. Kuna mmoja alitokea hapa Kiserian, hata akaenda kule Kitengela, kisha baada ya serikali yetu iliweza kumfukuza, alikuwa anajiita Kristo. Inasema kwamba
na kwa maana watatokea makristo wa uongo Aha. na manabii wa uongo, Aha. nao watatoa ishara kubwa Watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata yamkini hata walio wateule. Mwalimu, nashukuru. Kwanza tumalizie pale. Kristo amesema watatokea makristo wa uongo, tumewaona kwa macho, kwa maruninga, na manabii wa uongo pia. Tumeona wale amezidi kudanganya umma, hata walioko wateule. Mwalimu, hao wateule ni wale wanaozishika amri za Mungu na kuna ushuhuda wa Yesu Kristo. Kweli. 25 anasema nini? Mpaka 28 endelea. 25 nasema, Tazama Kristo amekwisha kuwaonya mbele. Alipokuwa anazungumzia wanafunzi, alikuwa anawaambia mambo atakayokuja kutukia. Nasema basi wakiwaambia yuko jangwani, wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. 27 inasema kwa maana kama vile umeme utakavyo mashariki. Yaani Kristo baada ya kuwazungumzia habari za kurudi kwake mara ya pili, aliona wanafunzi wamefadhaika sana na wakashangaa, je, Kristo anaweza kuja kisirisiri? Kwa sababu Kristo ni Mungu na anasoma mioyo, alisoma mioyo ya wanafunzi. Akaona wanafunzi wameanza kuulizana, je, wakati wa dhiki hii ambayo itaweza kuja tuweze kuwa separated? Mwalimu, labda Kristo angekuja kuwa separated, labda wakati wa mateso yaliyokuwa, labda Petro alikimbilia mahali kama Afrika. Labda Kristo angekuja Yerusalemu. Sasa ndio Kristo anasema kama vile umeme utokeavyo mashariki. Ndivyo inasema kwamba hivyo ndivyo kutakuwako kuja kwa Mungu. Yaani kama vile umeme utokea mashariki ikishani kwenda magharibi, ndivyo mwana wa Mungu yaani kumaanisha ataonekana. Mwalimu, ningependa tusome fungu moja, tuangalie kama Kristo atakuja kisirisiri, watu watajua. Kristo, Wathesalonike wa kwanza mstari wa 4. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 na 17. Wathesalonike wa kwanza. Kristo umetuambia kama vile umeme utokeavyo mashariki na kwenda mpaka magharibi, ndivyo kitavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. 16 4:16 wa kwanza. 4:16 nasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Kristo anasema hata kuja kisirisiri, atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika. Kwanza inasemekana kutakuwa na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu na waliokufa. Yaani Kristo anasema atakapokuja kutakuwa na kelele na ushindi wa ajabu. Na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Mwalimu, aya hii ya Paulo nikiangalia purgatory ambayo wa Katoliki wanaileta, ni kumaanisha kama kuna purgatory na ni kitu kimekubalika na mbingu, Kristo hakuwa na faida ya kuja kufa msalabani. Kweli. Jambo la pili, Kristo hana faida ya kuja duniani kwa sababu kama tutakufa wote, tutapelekwa purgatory, tukue purified, tuende mbinguni. Kweli. So Kristo hapa anatuambia nitakapokufa. Mwalimu imeleta mada, labda Mungu akiweza kutujalia tujue mtu anapokufa anaenda wapi. Ni ibada ya misimu taweza kwa sababu Kristo anasema nao walioko makaburini watafanya nini? Watafufuliwa kwanza. Na 17 inasema hivi. 17 inasema kuna wale wanajiuliza wale wako hai wataenda wapi? Ama kuna ile swali, labda mwalimu atasema kuna rapture. Kuna rapture. Labda atasema kuna rapture, lakini tuangalie Kristo. Mimi kama utakuja siku ya leo nikiwa hai, kama ni mwenye dhambi ama ni mtakatifu. Sisi tulio hai kutakuwa aje? Kweli. Inasema hivi 17 inasema kisha sisi tulio hai tukifanikiwa kuwa hai siku hiyo ambayo Kristo anakuja na tukiwa watakatifu, tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Nashukuru mwalimu. Kristo ametuambia jinsi umeme utokavyo yaani Kristo atakuja kwa siri. Kwa sababu aliona wanafunzi wamefadhaika, ni kama mpaka wameanza kuulizana, huyo Kristo akija kweli mwalimu atakuja Yerusalemu, labda nitakuwa nimekimbilia Uyahudi nitamuona? Lakini tunaambiwa kuja kwa Yesu kutakuwa mwalimu, labda tuongezee aya nyingine moja, Ufunuo Yohana 1:7.
tuweze kuangalia Kristo kweli utakapokuja kila mtu atakuona. 1:7 ni Ufunuo wa Yohana. Aha, inasema hivi. Ufunuo wa Yohana 1:7 inasema ya kwamba tazama, yuaja mawinguni, tazama yuaja mawinguni, na kila jicho litamuona. Na hao mwalimu sasa, mtu akikwambia Kristo ameonekana kama yule alikuwa Kiserian, ina imani kuna wale watu walikuwa Marekani kule, Australia, walikuwa Pakistan, Kazakhstan, walikuwa kule Wabeshi, Ushelisheli, Afrika Kusini, walikuwa nasikia Kristo ameonekana Kenya. Ni kumaanisha huyo Kristo aliyeweza kuonekana Kenya ni msemo tu. Ni msemo. Lakini Kristo anasema ataonekana kwa macho na kila mtu. Nashukuru. Nashukuru mwalimu wangu. Kuna mtu mmoja wakati nilikuwa katika shule ya upili, na kuna mwaka fulani mtu fulani kutoka nchi ya Tanzania aliweza kusema kwamba Yesu anakuja. Ndio. Watu walipata msisimuko ya kwamba watu wengi hawakuwa tayari kwa ajili ya kumpokea huyu Yesu ambao huyu nabii aliweza kusema. Lakini la kuogopesha ama labda ya kuhuzunisha zaidi, na kwamba kulikuwa na mzee mmoja katika kijiji. Alisema kwamba alidhihirisha, huyu nabii alidhihirisha akasema Yesu yuaje. Akasema siku fulani na fulani. Ndio. Niposa huyu mzee akaweza kujitayarisha kwamba akasema kwamba kwa sababu naenda mbinguni. Ndio. Unajua tukienda mbinguni hatuendi na mali yetu. Tunaenda sisi wenyewe. Mali tunayaja duniani. Ndio. Akasema kwamba atauza mali yake yote. Niposa Yesu atakaporudi aweze kufanya nini? Kwenda mbinguni bila shida yoyote. Mzee akaweza kuuza mali yake. Alitaka kwenda mbinguni na utajiri kwa mfuko. Alitaka kwenda mbinguni kwa sababu hakuwa anataka aende na awache mali yake duniani. Aache mali yake duniani. Ndio. Akaweza kuuza shamba lake. Tulipokuwa shuleni tunangojea Yesu arudi. Watu wengi walisubiri sana hiyo. Mwalimu mwenikumbusha, nimekumbuka tukio hilo. Labda ilikuwa mwaka wa 2011 2012. Ilikuwa mwaka ni 2012. Mwalimu, nakumbuka tukio hilo, hata pia mimi nilikuwa shuleni. Sikuwa nafahamu, sikuwa nimeona runinga kwa sababu pale shule ni ngumu sana kuona runinga. Nikasikia rafiki yangu mmoja akisema inatarajiwa Yesu kurudi siku ya leo. Mwalimu, cha ajabu siku hiyo ilikuwa siku ya Sabato. Ilikuwa siku ya nakumbuka sana, ilikuwa siku ya Jumamosi. Ilikuwa mida ya kitu saa 8 hivi, tumeenda uwanjani. Nikasikia mtu akisema Yesu alikuwa anakadiriwa kurudi siku ya leo. Sasa nikakaa na wasiwasi. Je, Yesu akirudi? Nilikuwa na wasiwasi pia, mimi nilikuwa nimeanza kuamini. Kwa sababu nimeanza hii maisha ya shule imekuwa ngumu na Yesu anakuja. Nikashangaa. Cha kusikitisha kuwa siku hiyo ikaisha, wiki moja ikaisha, nikashangaa zile habari zilikuwa za uongo. Na niko na imani kuna watu walikuwa wamekubali Yesu anarudi. Pia hata utakuta kuna watu walikuwa wameambia familia zao, mimi nimeenda na mngoja Yesu Kristo. Labda kuna mtu hata aliamka asubuhi akasema mimi sioshi vyombo kwa sababu naenda kule mbinguni. Mwalimu, yani ni jambo la kusikitisha, lakini Kristo anatuambia anakuja kwa kishindo kikubwa. Malaika na parapanda na paragumu zitalia, na siku hiyo tutamwona Kristo. Ningependa mwalimu aweze kusoma fungu la 30 na 31. Tuangalie Kristo yeye mwenyewe alijizungumzia na kuja na kishindo, ama tu ni mambo mitume na mitume wanaweza kuweka katika Biblia. 24:30 nasema hivi. 24:30 nasema ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Utaonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu wataomboleza. Nao watamwona mwana wa Adamu. Yaani inasema mataifa yote yatamwona mwana wa Adamu kwa macho. Si ati atakuja Israeli, si ati atakuja Kandisi, si ati atakuja Marekani, Afrika Kusini, ama atasema sababu Marekani ni superpower atakuja kule Marekani. Biblia inasema atakuja kwa mawingu na kila jicho litamwona. 31 na moja inasema naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu. Yaani mwalimu anasema atatuma malaika zake, maelfu na maelfu na maelfu ya malaika wakipiga parapanda. Mwalimu, napiga hesabu, tukiweka malaika milioni 10 hapa juu ya anga, kisha kila malaika tumpatie paragumu. Mwalimu, imenifundisha tukio
mwaka wa 2010 kulikuwa na FIFA World Cup ilikuwa inafanyika Afrika Kusini. Na wana Afrika Kusini walikuja na zile vitu tulikuwa tunaziita vuvuzela. Nikajaribu kuangalia wachezaji wa mpira walikuwa wanaweka zile soundproof kwa masikio. Ni kumaanisha zile vuvuzela zilizokuwa kwa uwanja zilikuwa zinatisha. Ilipofika mwaka wa 2014 wakasema watapeleka zile vuvuzela kule taifa la Brazil. Shirika la FIFA likabana, likasema hizi vuvuzela zinapiga kelele. Na kwa hizo uwanja, hakuna uwanja ilikuwa inaweza kuchukua capacity ya zaidi ya watu 100,000. Na angalia kama ilikuwa inatoa sauti hiyo kelele, je, malaika maelfu na maelfu na maelfu ya malaika wakipiga parapanda. Je, tukio hili litakuwa limefichika ama litakuwa wazi? Kweli. Ile litakuwa kila mtu atakuwa anaona. Si kila mtu mmoja ambaye atakaye kusujudia kuliona. Mwalimu, sasa inatupidi tuweze kupatia watu habari hizi na tumaini hii ya kuwa Kristo atakuja juu ya wingu na kila jicho litamuona na atakuja na kishindo kikubwa. Kwa sababu inasemekana atakuwa malaika wote na Kristo watakuja kuchukua kwenda mbinguni. Mwalimu 32 nasema basi kwa mtini. Baada ya Kristo kuzungumza mambo haya, aliona wanafunzi wamefadhaika sana. Na aliona wanafunzi wako na shida, wanasema yani walifadhaika sana. Kristo anatupatia tumaini. Endelea mpaka usoma mpaka 32 mpaka 34. Kuna tumaini ambalo Kristo anatupatia sisi wanadamu. Anasema nini? Jifunzeni mfano. Anatuambia tujifunze mfano. Tawi lake tujifunze mfano wa fig tree. Likiisha kujibuka na kujanua majani. Mwatambua ya kuwa yani anasema likisheka majani tutambua ya kuwa the summer is almost nigh. Wakati wa mafuno 33 nanyi kadhalika myaonapo hayo yote. Tunapoyaona hayo yote tambueni ya kuwa yu karibu miongoni mlangoni, samahani, mlangoni. Amin. Nawaambia kisasi hiki. Kristo anasema amin, anatuambia kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia. Hata haya yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno ya Mungu hayatapita kamwe. Mwalimu, nashukuru. Yaani Kristo anasema mambo haya aliweza kuyazungumzia lazima yatatukia. Tumeona tukio la uharibifu wa mji wa Yerusalemu lilifanyika 70 AD. Baada ya 70 AD kuja kipindi cha giza kuanzia mwaka wa 1538 mpaka 1798, kipindi cha giza ambacho tumeona Wakatoliki waliweza kuleta mafundisho potovu katika dunia. Na baada ya hapo tunaposoma katika historia kulikuwa na tribulation. Jua iliweza kupoteza mwanga na mwezi. Tukio hilo lilifanyika mwaka wa May 1780. Tukaendelea kwenda mbele. Kristo ametupatia tumaini akituambia tukiona haya tuwe karibu. Mimi na imani mwalimu, ni kama Kristo aliona wanafunzi wakisema huyu Kristo ni kama anajua siku atakayokuja. Kweli. 36 anasema nini? 36 anasema lakini kwa walakin habari za siku ile na saa ile hakuna aijuae. Hata malaika walio mbinguni, hata malaika walioko mbinguni, wala mwana ila baba peke yake. Mwalimu, lakini Yaori ametokea akisema yeye na baba wanajua siku Kristo anakuja. Kweli. Yaani huyu jamaa amefika mahali mpaka na kufuru na hajaandika hata composition tuweze kuweka ndani ya Biblia. Huyu ni Kristo ambaye ni Mungu, lakini kwa hekima kwa hekima anawaambia wanafunzi but of the day and the hour no man know, not the angels of heaven but the Father only. Yani Kristo anasema anayejua siku ya kurudi kwa mwana wa Adam ni Kristo, ni Mungu Baba aliyeko mbinguni. Kwa sababu Kristo akizungumza katika dunia hii mwalimu, alikuwa ameacha utukufu. Paulo anasema aliushusha akachukua umbo la mwanadamu. Sasa hapa anazungumza kwa context Baba kama mwanadamu. Akaendelea akisema anatuambia like siku ile itakayoweza kuja itakuwa kama siku ya Noa, itakuwa siku kama ya gharika. Jinsi matukio yalikuwa yanafanyika wakati wa Noa na matukio yalikuwa yanafanyika wakati wa Sodoma na Gomora, ndivyo itaweza kuwa.
Mwalimu, ningependa weza kusomea, kuna uoni Kristo anatuambia katika 42. 42 nasema hivi. Kesheni basi. Kristo anatuambia kwa sababu hatujui wakati mwana wa Adamu atakuja, anatuambia tukeshe. Kesheni basi. Inasema kesheni basi kwa maana mjui ni siku ipi. Kwa maana hatujui ni siku ipi atakayokuja mwana wenu. Lakini mwalimu, kama Kristo ametuambia hatujui ni siku gani anakuja, je, ametupatia landmarks? Je, Kristo ametupatia ishara? Kwa sababu mwalimu, labda ukienda safarini na umemwacha ndugu yako nyumbani, umwambie nitakuja tu mwezi huu. Either umwambie utakuja mwezi huu kianza, katikati ama mwisho, ndio ndugu yako azidi kujipanga. Umenielewa? Ama anamwambia utakapoona mvua ikinyesha, jua nakaribia kurudi. Kristo ametupatia landmarks. Kristo ametupatia mambo yatakao kutufuatanisha ili tuweze kuona anakaribia kurudi. Unaposoma kuanzia 45 mpaka 51, Kristo anazungumzia, anatupa tumaini. Anatuambia tuweze kuwa, wacha tuweze kusoma hiyo. Kristo anatuambia, endelea soma 45. 45 nasema hivi. Nasema ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Kristo anasema ni nani yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake. Awape watu chakula cha wakati wake. Heli mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo amkuta akifanya hivyo. Amin. Nawaambieni atamweka juu ya vitu vyake vyote. Ndio. Lakini mtumwa mbaya akisema moyoni mwake, ndio, Bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wacholi wake, na kula na kunywa pamoja na walevi. Bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani, na saa asiyojua. 51 namaliza ikisema hivi. Atamkata vipande viwili, na kumweka fungu lake pamoja na wanafiki. Ndio kutakuwako kilio na kusaga meno. Mwalimu, nashukuru. Naam. Kristo ametuambia tuweze kuwa watumwa waaminifu. Kuna jukumu aliweza kutupatia tuweze kufanya katika dunia hii. Kristo ametuambia siku ya mwisho anakuja, na ametupatia ishara na dalili. Na zingine zimetimia, zingine zinazidi kutimia. Na ametupatia tumaini. No one knows the day nor the hour. But ametuambia watch and to pray. Siku ya leo popote ulipo, tunakushukuru kwa kujumuika pamoja nasi na kutusikiliza. Na kama unataka kufanya uamuzi wa kumfuata Kristo, ndugu na dada, popote ulipo, tuandikia rafa, tutaweza kukuelekeza mahali ambapo tutaweza kusaidiwa uweze kufanya uamuzi kumfuate Kristo na uzidi kujifunza pamoja nasi. Sijui mwalimu kama kuna jambo la kuongezea tukimalizia kipindi hiki. Nashukuru sana wapenzi watazamaji na wasikilizaji. Ningependa kuchukua fursa nyingine kuwashukuru, sababu niko na tumaini ya kwamba tangu asubuhi tumebarikiwa. Nikiangalia kwamba kuna marafiki watatu ambao pia nao tungependa, Stacy na Judy na pia na Nehemaya, tuwashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika hiki kipindi cha masaa ya jioni. Tuomba kwamba Mungu amezidi kuwabariki pamoja nanyi, tumejumuika pamoja nanyi na tumebarikiwa hakika. Sasa tumeweza kuangalia kurudi kwa mara ya pili wa Yesu Kristo. Tumeangalia jinsi ya kusoma Biblia, maneno ya ukweli. Inaweza kuwa kwamba uko na Biblia lakini hujaweza kufanya nini? Kusoma. Na pia ndio maana tunaweza kusema kwamba labda uko na Biblia na kuna yale mafungu hujaweza kuelewa. Ndio maana pia nashukuru Mola, by the way, Mola ni wa Mungu ambaye ako na mipango. Katika lesoni ya Wakristo hii wiki nasema kwamba leading the Bible understanding the passages. Kuna yule labda muumini ambaye si muumini, ama kuna yule alipata Biblia si muumini, ila tu ajai andamana
inasema kwamba kuna yule muumini labda hajafanya nini, hajaweza kuandamana. Kuna yule labda aliokoka akapewa Biblia, ndio, lakini hajaweza kupata kujua kuna mahali inasema kwamba Yesu atarudi mara ya pili, na kila jiji litamuona na malaika watapia wakikuwa wakipiga barabanda. Mwalimu, nashukuru umejaribu kutuambia tuchambue Biblia. Tuchambue Biblia. Kuna kipindi kinaitwa chimba chimbua. Mimi nitasema chimba chimbua Biblia. Kweli. Kwa sababu kama tungechimba tuchimbue Biblia, manabii wa uongo hawangetudanganya. Kweli. Na siku ya takatifu ya Mungu tungejua ni siku gani, na tungejua dalili za kurudi kwa Yesu mara ya pili, na tungejua mafundisho mapotovu ambayo yameletwa na imani tofauti. Kwa sababu Paulo anasema anaposoma kitabu cha Wakolosai, natumaini kitabu cha Wakolosai 2. Mwalimu, hebu weza kusoma kitabu cha Wakolosai 2:23. 2:23 ni Wakolosai 2:23. Hakika huko Wakolosai, ndio Wakolosai 2:23. Inasema hivi, mambo hayo yanaonekana kana kwamba, yaani kuna mambo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Nashukuru mwalimu. Biblia inatuambia kuna mambo katika ibada zetu zinaonekana zina hekima, lakini tumejitungia wenyewe. Kweli. Mwalimu, kiangalia ibada ya Wakatoliki yaonekana ni kama iko na hekima, lakini wamejitungia. Kweli. Si kulingana na ibada ya mbinguni na si kulingana na ibada ya Biblia. Naam. Unanipata mwalimu? So unajaribu kutuambia nituchimbe chimbua ndani ya Biblia. Kweli. Na mwalimu, kama sielewi Biblia, inanipasa nitafute rafiki yangu tuweze kujadiliana. Kwa sababu Paulo alijadiliana, Kristo alijadiliana, na ndio tuweze kufanikiwa wote na kuijua Biblia. Nashukuru mwalimu. Pia ndio maana nilikuwa nasema kwamba kujua kweli ni rahisi, ya kwamba maneno tumesema tumetumiwa kama chombo, lakini tumesoma fungu kadha wa kadha, na pia nayo utaweza kujisomea mwenyewe, kwa sababu ukijaribu kuangalia Biblia yako inasemaje, utaweza kujua ukweli. Na tulisema kwamba mchana, asubuhi tukasema kwamba uamuzi ni rahisi, ni kuamini na kukutana na Yesu msalabani ukaamini haya maneno. Kwa sababu kama umwamini Yesu umepotea. Ndio. Na kama uamini ya kwamba Yesu ndiye peke yake atakaye kuja kuchukua, atakaye Baba ambaye amesema kwamba Baba na Mwana atakaye kuja kwa ajili ya kuchukua wateule wake, ndio tutasema kwamba bado hujakutana na Yesu. Ndio maana tunaambia kwamba kwanza, kitu ya kwanza tukutana na Yesu. Kukubali ukweli si ngumu. Ndio. Ya kwamba kama hatujamkubali Yesu Kristo, kupokea ukweli ambao tumekuwa tukizungumza toka asubuhi ni vigumu kwako kushika. Ndio. Ila tu kwa masaa haya niko na imani. Ndio. Ambao watakao wakitazama baadaye ama wakiwa wameangalia wako na wingi wa rehema ambao wamebarikiwa siku. Na mwalimu, mtu akitaka kufuata uamuzi, akitaka kufanya uamuzi wa kumfuata Kristo, ni advice gani unaweza kumpatia? Kwa sababu labda kuna wale watu wamesikia ujumbe hizi tangia tulipoanza kupeperusha mpaka sasa, ama kuna mtu amesikia ujumbe wa leo na angependa kumfuata Kristo na kufuata imani ya kweli. Nashukuru mwalimu. Ni swali mzuri. Najaribu kuangalia ni ya kwamba tunapoangalia mtu anapofanya uamuzi, uamuzi ambao tunaoambia ni ya kwamba kumfuata Yesu. Sisi hapa tuko tunakuelekeza. Kumbuka unapokuwa labda tunasema unapokuwa umemkubali Yesu, kama ni mtoto unaanza na chakula kidogo kidogo. Tunasema kwamba sisi kwetu tuna fursa ya kukuambia kwamba tukuelekeze kwa njia ambayo ni nzuri, ili nao waweze kubarikiwa kwa pamoja, tuwe katika njia moja. Kumbuka yule ambaye labda amefanya uamuzi na labda anashindwa, kana inaweza text hapa. Unaweza andika inbox ya mtu yeyote katika akaunti zetu hizi mbili ambazo tunazotumia. Nasi tuko karibu sana kuweza kukujibu na tuko tayari kukuelekeza, kwa sababu lengo letu kubwa ni kuelekeza, kwa sababu sisi wote ni wasafiri wa mbinguni. Ndio. So nashukuru sana. Mwalimu, nashukuru mwalimu. Labda mtu yote akiweza kutaka kufanya uamuzi,
na kumfuata Kristo, imempasa atafute kanisa la Waadventista wa Sabato kona 4 za ulimwengu, aweze kufika pale, aweze kujifunza zaidi, na tuna imani tutabarikiwa, tutampata Yesu mara ya pili. Naam, nashukuru. Labda kuna yule labda kwa mahali labda na shida la kanisa la Adventista liko karibu. Ila tu sisi tunaweza kujaribu kuzungumza labda na zile makanisa siko karibu. Hata kama hatuko labda tuseme ni hapa karibu Nairobi, Kenya, mahali popote. Tunajua kwamba kama kuna muumini mmoja amekubali Yesu, ndio, na Mungu naye pia ako karibu kutupea njia ama kumpea njia ya kuweza kupata kanadini iliyo kweli ya kweli. So tunashukuru na asante kwa kutufuatia kutoka asubuhi hadi masaa haya. Tungependa kuwajalia na kuwatakia weekend njema. Tungependa kuwatakia wiki mzima, yani wiki mzuri, na pia mzidi kubarikiwa. Na kama kuna swali ongezeo pia nasi tutashukuru. Mkiweza kutuwekea hapo tutaweza kujibu na kushukuru sana. So ningependa tumalize na wimbo nambari 157 na hii sawa. Ya, nashukuru. Tutaimba na wimbo namba 157 na namba 159 kwa sababu mfalme yu mlangoni na pia anakuja. Okay. Mfalme yu mlangoni, mfalme. Mfalme yu mfalme. Mfalme yu mlangoni, ndiye aliyetufia, mara wote wampendao hata wakusanya. Yuaja mlangoni, anasimama, kuja kwake karibu. Dalili za kuja kwake zinazidi kutimizwa. Karibuni wateule, watamlaki Bwana. Yuaja mlangoni, anasimama, kuja kwake karibu. Sitafute duniani amani wala furaha, mpaka Bwana arudi dhambi kuondoa. Yuaja mlangoni, anasimama, kuja kwake karibu. Tutakaa na Mwokozi makao ya milele, daima tutafurahi kuwa watu wake. Yuaja mlangoni, anasimama, anakuja
kuja kwake karibu. Ngojare, 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 goja kwaye ng'ang'e kore. Ona tite, na tite, gototo ria. Ngojare, 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 goja kwaye ng'ang'e kore. Ona tite, na tite, gototo ria. Nashukuru. Namba kumalizia wimbo wa mwisho namba 159. Anakuja upesi. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu. Anakuja Trisim. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina na uje, Bwana yuaja, yuaja. Yesu atarudi sasa, anakuja duniani, duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, na mamilioni pale yatondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja, yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani, duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Hatutatengana nao tena huko, nyimbo nzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, mbinguni pa mwana kondoo. Yuaja, yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani, duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Haleluya, amina, haleluya tena. Upendo wake una shida, tutamsifu milele hata tutashangaa jinsi alivyotukomboa. Yuaja, yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani, duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Yuaja, yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani, duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena.
Okay. Nashukuru, tutamalizia hapo. Tutaweza kupata ombi kwa ajili ya kumaliza. Ningependa ndugu yangu Lamek aweze kutuombea kwa ajili ya kumaliza. Tuombe. Mfalme wetu na Mungu wetu, tunalisifu na kutukuza jina lako tangia ulipoanza nasi mpaka sasa Mfalme, na jumbe za siku za leo ziwe za manufaa katika maisha yetu na wasikilizaji na watazamaji popote walipo kona nne za ulimwengu. Tujaze na neema yako popote tumenena, tumeenda kinyume na mapenzi yako Mfalme, tusamee na ututakase. Tuhifadhi tangia sasa na hata milele, na dunia nzima tuikabidhi mikononi mwako Baba. Kwani tunaomba machache tukiamini kupitia kwa jina la Yesu Kristo na mwana mkombozi wetu. Amen. Tunashukuru, tunawatakia wiki nzuri. Mbarikiwe mpaka Mungu akitufikisha Sabato ijayo ama katikati ya wiki tutakuja na mafundisho mengi. Be blessed.